Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Mseto Media, utakumbuka siku kadhaa hapo nyuma nilikuletea hapa habari kuhusu kijana Michael aliyedaiwa kujinyonga akiwa selo ya kituo cha polisi Moshi mjini, ambapo polisi walisema wanaendelea na uchunguzi wa kifo chake. Sasa taarifa mpya nilionayo mezani mwetu leo ni kuhusu namna alivyojinyonga na utata wa mazishi yake, kwani tayari polisi walikabidhi mwili wa familia. Hii ni Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama kengele ili usipitwe na taarifa zetu. Wakati maswali mengi yakiibuka kuhusu utata wa kifo cha Michael Rambau anayedaiwa kujinyonga kwa kutumia mkanda akiwa mahabusu ya kituo cha polisi Moshi Kati, familia imekabidhiwa mwili kwa ajili ya taratibu za maziko. Kijana huyo aliyekuwa fundi bomba na dereva bodaboda mkazi wa mtaa wa Karikacha na Kariwa kata ya Rau mkoani Kilimanjaro anadaiwa kujinyonga kwa kutumia mkanda akiwa mahabusu alikokuwa akishikiliwa Januari 13, 2026 kwa tuhuma za kumjeruhi baba yake mdogo kwa kumpiga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Januari 14, 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa, inadaiwa huko nyuma mwaka jana mtuhumiwa huyo alikuwa akituhumiwa kufanya tukio la mauaji ya baba yake mzazi Novemba 22, 2025 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali shingoni kisha kutoroka hadi alipokamatwa Januari 13 kwa kosa lingine la kumshambulia na kumdhuru baba yake mdogo Brian Felix. Akizungumza, msemaji wa familia ambaye ni baba mdogo wa kijana huyo Todai Rambau amedai tayari mwili wa kijana huyo umefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa kwa familia kwa ajili ya taratibu za mazishi yatakayofanyika Jumamosi Januari 17. Mwili tayari umefanyiwa postmortem na tunatarajia kuzika siku ya Jumamosi hapa nyumbani Rau na taratibu zote zimekamilika, amesema Rambau. Alipoulizwa kuhusu majibu ya uchunguzi wa mwili wa marehemu, alidai polisi wanayo na wao ndio wanapaswa kujibu swala hilo. Majibu wanayo polisi, waulizeni wao, watawapa. Sisi tumewaachia kila kitu, amesema msemaji huyo. Pamoja na taarifa hiyo ya familia, utata ulijitokeza ni namna kijana huyo alivyoweza kuingia na mkanda mahabusu anaodaiwa kuutumia kwa kukatisha uhai wake. Kiutaratibu, mtuhumiwa anapokamatwa na jeshi la polisi kabla ya kuingizwa mahabusu hufanyiwa kaguzi na kukabidhi vitu vyote ikiwamo mkanda, pesa, viatu, simu pamoja na vitu vingine, jambo ambalo limeibua maswali mengi kwa jamii. Alipotafutwa kamanda wa polisi mkoani humo kujibu utata huo kuwa ilikuwaje mtuhumiwa akaruhusiwa kuingia na mkanda mahabusu, simu yake iliita mara kadhaa bila kupokelewa. Akizungumza Jumatano na waandishi wa habari, msemaji huyo wa familia alidai taarifa walizopewa polisi ni kwamba kijana huyo anadaiwa kujiua kwa kutumia mkanda akiwa mahabusu. Nilipigiwa simu kwamba ndugu yetu amejiua kwa kujinyonga akiwa mahabusu na kwamba alitumia mkanda, amesema baba mdogo huyo. Akielezea sababu za kijana huyo kukamatwa, msemaji wa familia amesema Januari 12 kijana huyo alitofautiana na baba yake mdogo wakati alipochukua spana za gari la marehemu baba yake aliyefariki Novemba 22 mwaka jana. Michael alikamatwa Januari 13 kwa tukio la kumshambulia baba yake mdogo kwa kumpiga na bapa na kupelekwa kituo cha polisi, amesema msemaji huyo wa familia. Hili tukio ni tukio la mshtuko sana kwa sababu mtu amechukuliwa leo Januari 13 alafu muda mfupi unapewa taarifa eti kajiua ndani ya mahabusu. Hili sio jambo la kufurahisha hata kidogo, amesema Rambau. Awali akizungumza, mama wa marehemu Ludovika Moshi alidai baada ya kijana huyo kutofautiana na baba yake mdogo alienda kijijini Uru, na wakati wakitafuta mwafaka wa tukio hilo Jumatatu Januari 12, 2026 alipigwa simu akitakiwa arudi nyumbani Rau ili waweze kuzungumza na kuyamaliza, lakini alipoitwa aje nyumbani kwa mazungumzo ya suluhu ndipo alipokamatwa.
Niliambiwa alikamatwa na polisi na aliachiliwa kwa dhamana akarudi nyumbani, lakini baadaye akapigiwa simu akaambiwa arudi polisi. Jioni ndipo nikaambiwa mwanangu amefariki kwa kujinyonga, amesema mama wa kijana Michael. Alipoulizwa kuhusu mwanaye kutoroka, amesema hakuwahi kuondoka nyumbani hapo tangu kifo cha baba yake na kwamba aliondoka nyumbani Alhamisi iliyopita tu baada ya kukorofishana na baba yake mdogo huyo, aliongeza mama huyo. Mtazamaji wa Mseto Media, tukio la kifo cha Michael limeacha maswali ya sintofahamu kubwa, hasa kule Rau kwa kijana na wakazi wa kata hiyo wanaomjua, Moshi na Tanzania kwa ujumla. Sisi tunatoa pole kwa familia na Mwenyezi Mungu amhifadhi sehemu sahihi. Kwa lolote tuachie maoni au mawazo yako hapa chini. Mimi ni Queen Ray na hapa ni Mseto Media. Usikae mbali nasi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.